Mtandaoni watu wanataka kujua nini ambacho kinaendelea kati ya Shamsa Ford na mume wake, kwa sababu Shamsa ameamka akaposti video analia, anataka talaka zake 3, hataki moja, anamuita mume wake bro na nini. Kila mtu ameshangaa nini ambacho kimetokea, na wengine wameenda extra miles, wanasema kila mtu anachohisi ni sahihi kwenye kile ambacho kinaendelea kwenye ndoa ya Shamsa Ford. So sisi tumekuja nyumbani kwa Shamsa tujue nini ambacho kimetokea, lakini pia kuna sehemu wanaweza wakasuluhisha, labda waendelee na ndoa yao, au hataki kabisa, anataka talaka zake. Tuko na Shamsa hapa. Shamsa, sasa sijui tukupe pole au hongera? Mimi nahisi tu ni hongera. Ni hongera? Kwa sababu umeyasema yanayokuumiza. Of course, unajua yani mimi ni mtu mmoja ambaye huwa siko pretend. Mimi nikimpenda mtu, ninampenda kutoka moyoni mwangu, ninaingia na kila kitu. Na nikikutoka, nimeamua sasa kutoka, natoka na kila kitu changu ambacho nimeingia nacho. So mimi kwangu sioni ni shida, ni sioni. Hiyo hali imekuwa kwa muda gani? Hali ipi labda? Hiyo ya kumkataa mume wako, yani hutaki kabisa ndoa naye tena. Kwenye ndoa kuna ups and down nyingi sana. Mnakuta mnagombana, mnasolve, maisha yanaendelea. Lakini wanawake tuna kitu kimoja, we forgive lakini hatusahau. Kwa ukija ukirudia jambo lile lile ambalo nishakukanya, kwa ina maana unaona kama una kawaida, unanichukulia poa. So na mimi ndo napokuja na maamuzi yangu mengine kwamba you know what, mwisho wa siku mimi pia najielewa, najithamini, nakupenda wewe lakini najipenda sana mimi mwenyewe. Mimi ndo niko hivyo siku zote. Kwa hiyo kama najipenda mimi mwenyewe sana, siwezi nikakubali kuutesa moyo wangu, akili yangu, afu na watoto. Siwezi. Kwa bwana, tumemalizana. Mimi siamini kwenye vitaraka moja rejea ndo what. Yaani havina maana. Kama tunaachana. Unataka talaka zote tu. Kama tunaachana. Yaani why unionjeshe maji kiwe janiisha afu tena eti uje nimalizie kidogo. No. Yaani kama tunaachana, maisha yanaendelea. Kwani shida ni ipi hasa kilichotokea? Maana kila mtu anatamani kujua nini ambacho kimetokea mpaka Shamsa analia mtandaoni kwamba anataka talaka zangu zote 3, sitaki moja, unamuita mume wako bro, which is not cool. For the respect that I have for my people, ndugu zangu, yani siwezi nikaiongelea sababu ni nini, kwa sababu pia bado ni baba wa mtoto wangu. Kwa hiyo siwezi kuiongelea, lakini yeye mwenyewe anajua inside kwamba ni kitu gani, anajua yeye ndo kazingua, anajua mimi nilikuwaje kwenye ndoa yetu, anafahamu. So siwezi kuelezea sababu ni nini, lakini ni kwamba amenikosea yeye. Yes. Na hiyo imekuwa muendelezo, yani ni kwamba kitu ambacho anakirudia, maana umesema umekuwa ukimwambia mara kwa mara. Yes, ishatokea kama la kwanza, mara la pili, mara 3, mara 4. Sasa what is this? Alicheat. Siwezi kuongea kwa sababu nikikujibu nitakuwa nimeongea na nimeahidi kwa watu wazima kwamba sitoelezea chanzo ni nini. Watu tu wabaki kujua ni hivyo. Mimi sitaki mambo kujifunga, you know. Niko kwenye ndoa, Siku kwenye ndoa, kwani tufiche sasa? Mimi ni kuzibeba hati yako na unizibe mimi bahati yangu ya nini? Niliona comment yake kwenye page yako ya Instagram, comment pale baada ya kuposti ile wa jeusi. Akasema acha kuweka mambo mtandaoni. Kupitia hilo labda pengine kulikuwa na mazungumzo, mlikuwa mnazungumza na familia, mmeweke hii clear, at the end of the day wewe umeenda kupost mitandaoni na watu wameenda mbali wakisema kwamba Shamsa kwa nini ameleta hivi vitu mitandaoni, kwa nini asizungumze kifamilia zaidi? Unajua bwana, watu sio kila ni kwamba of course niliona ile comment yake na mimi nikamjibu pale clear kabisa. Nalianza kunipigia simu, kapiga sana simu, mimi nikasipokea, namkatia. Na mimi namkatia, ndo akaamua kwenda kucomment pale. Kucomment vile, basi mimi nikamjibu pale, mimi nikaendelea kutompokelea simu, nikapigwa simu na watu wengi. Lakini watu wasichokijua, mimi ni star. Umenielewa? Kuna mazuri yangu watu wanayajua, wananiombea. Mimi naombewa na watu ambao siwajui. Kwa yanapotokea pia mengine nanumiza, kwa nini siseme? Hakuna kuleta vitu mitandaoni. Tulipoana kila mtu alijua, tunavopendana kila mtu aliona kwenye mitandao. Sasa kwa nini tunapoachana tuna matatizo tusiyaweke? Hamna vitu vya kuficha. Ningekuwa na sitaki hivyo vitu vya kuonekana, basi nisingekuwa mwigizaji au nisingejulikana, lakini najulikana, nitafanyaje sasa? Na mimi ni binadamu na hisia, unajua kila mtu ana njia kujiponya. Mimi sio mjinga nikachukua Instagram nikaanza kule nikajirekodi, sio mjinga. Ndio njia yangu nilikuwa naona najiponya mimi. Najiponya, najua niko sahihi, yani nitapona baada ya hapa, mimi nitapona.
Yes. Tumeona baadhi ya watu wanatupa comment wanadai kwamba hii ni kiki, na tumemwona pia hata mmoja wako amezungumza kwenye ile clip. I think pia umekutana nayo Instagram, sio? Of course nimeona watu waendelee kuona hivyo. Kama unaona ni kiki, it's okay, it's fine. Mimi sikumlazimisha mtu. As long as mimi nimeongea hisia zangu na najua na nimejiponya, na ndio maana mmenikuta hapa niko kidogo at least niko fine. Yeah. Mlikuwa mnaishi pamoja hapa nyumbani, si ndio? Ni nyumbani kwetu wote hapa. Ameondoka nyumbani? Yes, nimemwambia tu mimi anipe nafasi, kwa sababu ataniambia mimi niondoke naenda na mtoto. Niambia mimi anipe nafasi. Ameondoka tangu leo? Tangu jana. Ugomvi ni wa jana huu. Ni jana ndio umepamba moto sana, na leo ndio kapamba moto. Unikuwa kama kiwiki fulani hivi. Unapoza, lakini jana na leo ndio umekuwa moto sana. Juma Lokole amekushtumu, anasema wewe ni mmoja kati ya chanzo cha tatizo la hii ndoa yako, kwamba mara nyingi unashinda pale saluni kwa Bonita, sio mara mnapigia simu vingasti na nini. Ina kweli kiasi gani? Juma alichopatia kusema mimi nashinda kwa Bonita ni kweli. Ni kweli nashinda kwa Bonita, si kwa shoga yangu. Na kana mwenyewe pia anakujaga kunichukua pale mume wangu. Kwa nilikuwa nikifanya vitu vyangu, nikimaliza mume wangu kwa hapa, niko hapa, au anajua uko hapa, niko kwa Bonita, nishamaliza vitu vyangu, ambia basi nitakupitia, mimi na mambo yangu kwanza nafanya. Ananipitia pale, hivyo vingasti gani? Juma kajiongezea tu, mimi na vingasti kwanza vitu tofauti. Juma anasema wewe ulikuwa bado unaenda club na marafiki zako, lakini pia mume wako alikupiga. Baada ya kukukuta unafanya vile alikupiga. Ni kweli alikupiga? Hawezi kunipiga mimi kwa ajili ya kwenda club. Hawezi. Sababu club unaenda? I do, kwa sababu anajua mimi napenda muziki. Yaani napenda sana muziki, na anajua na mwenyewe pia ananipelekaga na kuja ananifuata, kwa sababu mimi na yeye hobby zetu ziko tofauti. Yeye hapendi kutoka ile nini, hapendi. Kwa mimi najikuta naenda mwenyewe, na baadaye anakuja ananifuata na kuwa na friends zangu. Kwa hiyo nipiga janipika. Juma tu kataka kunugesha, lakini kushinda kwa Bonita ni kweli nashindaga, nakuja ananifuata mwenyewe naondoka, lakini mimi sina sweet vitu vya vingasti, sio vitu gani, mimi hivyo vitu sina hata kidogo, sina. Na kwenye hivi alivyovizungumza Juma, kuna kimoja wapo ambacho ni chanzo cha ugomvi wenu? Amna. Ugomvi wetu ni mwingine tofauti. Hakuna hata kidogo, hakuna. Ugomvi wetu ni tofauti ambao tunajua mimi na yeye na ndugu zetu. Okay. Yes. Baadhi ya comments huko mtandaoni baada ya wewe kupost na page tofauti kupost, comments zinasema kwamba wewe mwenyewe ulimchukua mume wa mtu kuona wewe anaondoka hivyo hivyo kama ulivyomuondoa kwa mwanamke mwingine. Ni kweli? Wanasema karma imenirudia. Amna cha karma yote. Kwanza mwanaume anaibia. Mwanaume anaondoka na kurudi. Umenielewa? Anaondoka, akiamua kurudi anarudi, akiamua kuondoka anaondoka. Haibiwi na mtu tu, kwa sababu sio robot. Kwamba tu unalibeba unalilazimisha na akili yake timamu. Mimi sikumuiba. Yule baba alikuja mwenyewe, alinifuata yeye, alinitongoza kama mwanamke wengine anavyotongoza. Tumeshindwana mimi na yeye, kaondoka. Hakuna cha karma, hakuna sichozi la mtu, hakuna chochote tena. Sikae kwa kujifanya wanafanya sherehe wakachangilia. Ni mimi na yeye ndo tumeshindwana, mimi na yeye. Na ningekuwa nataka kushindana hivyo vitu, si ningevumilia kwamba acha niwe mwamba mpaka mwisho. Lakini kwa sababu I'm done with you. Nenda kokote unakotaka na mimi naendelea na maisha yangu. Sipo kwa ajili ya kumfurahisha mtu au kushindana na mtu. Alikuwa mume wa mtu mara ya kwanza? Hakuwa mume wa mtu, alikuwa mume wa Shamsa baada ya kumuoa. Hakuwahi kuoa mara ya kwanza? Sijui historia yake huko. Au na ukutaka kufuatilia? Mimi hata sikutaka kufuatilia alioa hajaoa, yeye alijijua mwenyewe huko. Mimi tumekutana mimi na yeye akanitongoza, tukaendelea na mapenzi. Hakuna mwanamke aliyewahi kuja kukulalamikia kwamba huyu alikuwa mwanaume wangu na nini? Maana kuna kipindi kama kuna mtu alikuwa analialia. Atakuwa alikuwa na kazi ya kufanya. Lakini mimi sijui kama alikuwa na mke, alikuwa nani sijui. Mimi najua alinitongoza mimi, akaja kwangu mimi na tukaendelea na mapenzi, na hapa tumeshindwana mimi na yeye, kila mtu kaendelea na maisha yake. Na kanipa talaka hii. Kwa una talaka moja? Kanipa moja. Hataki kutoa ile baba zote. Sasa mimi ningekuwa mimi ndo na matatizo, si angenipa zote. Au ingekuwa baba mimi ndo namngangania, si angenipa zote. Hataki. Yaani nasimu mwana tena unaona kaujua sio na nani kule. Hataki kutoa. Kwa wewe unazitaka zote tatu, utaki? Nipe tu zote moja nini dadangu, tunapoteza muda. Yaani kama kulia ni sheria. Mimi unaona vile nivolia ndo nishamaliza, sio sikulia tena. Yaani ndo nishamaliza. Kwa ni wewe tu, na yeye anajua kwamba Shamsa kishamwaga hivi ni hivi. Sijui labda Mungu mwenyewe asitaki. Lakini kama ndo riziki yangu imeisha hapa,
basi lazima atanipa zote 3. Baadhi ya watu wanasema wewe ulikuwa unamlea mume wako, yani mume wako alikuwa kama kibenten kwako, wewe ndio kila kitu una provide ndani na nini, pengine umechoka kuendelea kumlea mwanaume wako. Unajua watu wengi wakiachana wanaongea vitu vingi. Sitaki kupata dhambi na sitaki kusema uongo. Kama mwanaume alikuwa anajitahidi kwa njia yake, kwa pati yake, yani nilikuwa na mume kiukweli katika upande kukuhudumia, alhamdulillah. Mtu anatoka kwa anapambana, nataka anapata 500 na kuletea mezani, unashukuru Mungu kwamba alikuwa anasimama katika majukumu yake. Hakuwa bilionia, lakini alikuwa anahakikisha kile anachokipata familia tunaishi. Sisi kumwingilia kwa mabaya kwenye hilo. Lakini kwenye mengine mmeshindwa. Hilo lingine hilo, hata wewe mwenyewe pia usingeweza. Nini? Wewe mwenyewe usingeweza. Chiti kitu gani bwana, hivyo vitu vya kawaida hivyo. Wewe mwenyewe leo unamchiti mara ngapi mwanamke wako? Vitu vya kawaida wewe mara ngapi? Si unakuta mara nyingi tu. Vitu vya kawaida, huyu atusaidie mwanaume. Vitu vya kuchiti vya kawaida sana. Mwijako anasema umemwangalia Jonas wa The Polygamist ndo umekuja na hizi idea zako za kumwacha mumeo. Uenda sasa Mwijako uenda Mlilo alikuwa Jonas kwenye ndoa yenu. Sasa Mwijako unamuna akiota tu hicho ndo anakuja nacho. Kwa kule ukweli. Hakuna ukweli. Mimi niangalie movie nimwache mwanaume wangu. Si ujinga huo jamani. Hakuna mtu anayejua sababu mimi na yeye kuachana ni ipi. Na watu kuja kujua. Hapo hapo wajue tu kwa mimi niko hivyo, that's it. Sasa ninachopigania tu anipe taka zangu zote, maisha mengine endelee. Una mwanaume mwingine kwani? Sina, na sije kumchiti mwanaume wangu. Maana kwa namna ambavyo unazitaka hizo talaka 3 ni kama kuna kitu kinachelewa, yani ni kama labda kuna mume mwingine anakusubiri au kuna mahusiano mengine unataka uyaweke wazi, kwa hiyo asipokupa talaka unakuwa kama amekuminya. Amna, sio kwamba tena mahusiano. No, mimi sijuagi kuchiti ndio kwenye mahusiano, especially ndoa. Na hofu na ndoa na hofu ya Mungu sina, na la sijaikuwa nayo. Ni vile tunataka uhuru wangu. Mimi napenda freedom. Ya mimi kukupenda, ninapenda, naweza nikakupenda mpaka ukasema Mungu wangu. Na nikitoka utajuza mwanamke alinipenda kweli. Kwa sababu sipendagi kujumiza nafsi yangu. Moyo wangu unajua mimi ni mpambanaji baba. Yaani unajua wanawake tuna vikoba, tuna michezo, kuna mikopo marejesho, tena uchanganya na mahusiano. Yaani madira na kusubiri, unajikuta unachanganikiwa hivi. Kwa hiyo nachotaka tu mimi ni uhuru wangu, nafsi yangu, yaani ni hivyo. That's it. Ndugu zako umezungumza nao baba pengine ilivyotokea? Of course wananipigia simu, ndo wale wanisisitiza, kaniambia Shamsa usije kuongea chanzo cha matatizo, alikuwa ni mume wako mstiri na hivi. Sasa yule baba akanangania, mimi nataka tuzungumzie nyumbani. Na ninavyojua talaka za Kiislamu, akija kila na mimi si ndio imevunjika tena. Na mimi ndo sitaki. Kwa utakiaje nyumbani? Nimwambia mimi anipe tu saki. Tija mimi naondoka na watoto. Sasa wao unataka aondoke. Watoto pia malezi ya baba na mama. Nitalia tu mwenyewe. Mbona nishakuwa single mama muda mrefu? Unaona nishakuyumba yote. Si niko zangu unajua mwanamke kishoka tu unajua kutafuta, unajua kupambana. Yaani mwezi uko tu na wapi. Sasa Sarafina amekuuliza swali hapa kwamba watu wanahisi kwamba mume wako ulikuwa unamlea. Watu wanaweza kujiuliza mara mbili. Mlilo ameondoka nyumbani kwa, yani inamaanisha kwamba ameondoka nyumbani kwa Shamsa. Inakuwaje mwanaume anagombana na mwanamke wake, alafu mwanaume anaondoka nyumbani na sio mwanamke tena aondoke nyumbani? Hii kama kuna mkanganyiko. Ukiacha ujinga wake wote, Mlilo ni mtu mmoja ambaye ana huruma sana. Yaani ana huruma sana. So hawezi akaniacha mimi, special mtu wake anavyompenda sana. Yaani hawezi akaniacha mimi na mtoto wake tutoke tukahangaika ajui mimi nipo wapi. Na ndio maana dakika mwisho mimi wakati tunatokea gomvi, mimi nikabeba mtoto, nikapanga kila kitu, ngam mimi naondoka. Akaniambia hakuna kwenda sehemu yote, kaa hapa basi mimi mimi nikupishe. Ila nilikuwa nishafunga kitu na sio mabegi yale pale nimepangana kule, mabegi yote nishapanga. Nikasema mimi naondoka zangu. Akaniambia hapana, kama shida ni mimi ndo nakutia kichefu, acha niondoke mimi mwanaume nitajua nitaenda wapi, ila baki na watoto, sitaki mambo ya kuhinga na watoto. Sawa, pamoja na baba yako yote ambao pia umezungumza hapo, ingawa pia hujaweka deep kwamba source ni nini, still unampenda, si ndio? Sema ukweli Shamsa, kutoka moyoni, lakini unampenda, si ndio? Kwa sababu umezungumza mazuri yake mengi sana, still unampenda, si ndio? Uenda unasema hivyo unataka tu abadilike kwa sababu umeshamwambia bila kuweka mitandaoni hajabadilika. Pengine unataka abadilike ila bado unampenda mume wako.
Swali gumu hili. Mchana umelia, umetoa machungu yako yote moyoni. Kimoyo kinafukuta Shamsa. Na imani pia bado unamhitaji mwanamke, sio? Mimi kusema ukweli. Yaani nikisema simpendi ni mapema sana. Na nikisema nampenda nitakuwa pia Mungu, kwa sababu nahisi niko kwenye hali ambayo bado nahitaji kupona. Ili swali ukiniuliza baada ya wiki moja nitakuwa najibu. Sasa hivi unajua mwanamke ukiwa katika hali, kuna muda inakuja machungu, kuna muda unakuja mazuri, kuna muda yani bado una hang. Kwa hiyo siwezi nikasema nampenda bado. Lakini mimi nachojua tu mimi sasa hivi Shamsa ukiniuliza nachohitaji yani tumalizane moja kwa moja, ndio nachohitaji. Binti yako amemzoea sana babake, hata ukiona kwenye videos na nini. Babake ameondoka, hajamuona siku nzima, nani hamuulizii babake? Of course anaita mwenyewe, anampenda sana babake sana mno kupitiliza. Yaani anahisi anampenda babake kushinda hata mimi. Unajua mtoto wa kike na baba. Lakini mwisho wa siku naye atakuja kujua kwa nini mama aliondoka. Mwisho wa siku bwana, watoto wanakuwa fine. Tusitake tu kusema bwana sinashindwa kwa ajili ya watoto. Moyo wangu je, furaha yangu, maumivu yangu kwa mwisho wa siku acha tu vyema. Shoga zako wameona mitandaoni, maana toka wamekupigia sometimes pia wewe unashirikisha na nini? Wakina auntie amekupigia, labda wakina Wema amenipigia simu, auntie amenipigia, Bonita amenipigia. Wema hajanipigia. Sio atakuwa yuko busy na ulezi. Walikuwa wanajua ugomvi ambao ulikuwa unaendelea? No, of course walikuwa kwa juu yani hivyo. Sasa mimi sio muongeaji sana vitu vyangu vya ndani. Wako vya kawaida tu vya juu tu vya visha. Lakini vile vitu vya ndani mpaka tunagombana hivi hawavijui. Mimi vitu vyangu vya ndani ni vya ndani, sio vya mtu mwingine. Unataka talaka ngapi unasema? 3. Uko comfortable wewe kuishi peke yako na umezoea maisha ya ndoa, kukaa mwanaume unamuona anaondoka anarudi. Uko comfortable kweli? Why not? I was fine before him and I'll be, kwa sababu sasa bado mapema. Roger, I was fine before him and I'll be fine after him. Yani pumzi, yani kikubwa ni pumzi. Mazoea hapo kweli nilimzoea, lakini mwisho siku maisha zinaendelea. Sasa utangania mtu ambaye anarudia kufanya kitu kile na kuumiza kina bwai. Roger, mimi bado sijawa mshangazi ule ulokoma. Sijawa bado. Ule mshangazi ulokoma sijawa. Wewe mwenyewe unanionaje? Bado. Au ameingiza mwanamke ndani jamani. Sio kukasirika huko Shamsa. Haiwezekani uchukie kiasi hiki. Kikubwa tu mimi anipe talaka zangu. Aendelee na maisha yake huko. Kila mtu na maisha yake ni bwana. Mtu umekuja maisha ya bwana. Shapata jina tena tayari unaona ndio. Unahisi kwako alifuata ustadi au? Amna. Kiacha ustadi. Alikuwa ananipenda na anajua mpaka kesho ananipenda. Na ninavyomjua alivyokuwa mchawi, ataenda hadi kwao Kigoma kuniroga nirudi. Mchawi? Anapenda uganga hatari. Amewahi kukuroga labda umepata taarifa zake na nini? Najua tu, mimi unajua mkikao tu najua. Kwa najua tu ni hili, atahangaika ataenda hadi kwao huko. Au mlikuwa mnaroga watu pamoja? Mimi sio mambo yangu. Wewe kwa nini unaamini anaenda kukuroga? Sasa alikuwa kwangu. Sinajua anavyonipenda, tangaiko ukikipenda kitu sio lazima utakiangaikia. Kwa unajua atapigana tu vyovyote. Na alishasemaga, alishanitamkia kama ni wewe nife mimi, ni ufe wewe. Yaani nakwambiaje, yaani nitaenda hadi kwetu, mimi natoka Kigoma. Yaani huwezi kuondoka kwenye maisha yangu. Leo unapigia simu? Kapiga mara nyingi sana. Sio ni scores zake zote. Mara nyingi sana kapiga. Sipokei mimi. Kapiga nyingi sana kapiga. Unamfanyia makusudi? Ila ma ex nao wanapiga simu sana waniache jamani. Sina hata mpango kumrudia ex hata mmoja. Ex gani alokupigia? Wengi sana. Hadi alikuwa mumeo? Sitaki kuzungumzia mtu. Sitaki kumzungumzia mtu. Sitaki, nimesema tu ma ex. Okay, ma ex wanaojulikana au ambao unawajua pekee? Wewe jua tu ma ex. Dada. Ma ex wanapiga sana simu, sitaki waniache. Sema nyinyi mtarudiana. Ukiona wapenzi au wanandoa wanagombana usingilie. Mtalogwa dada yako niombe. Maana yule anapenda mambo ya uchawi. Anataniloga tu yule. Shamsa, mmeachana kipindi ambacho Mama Oli ndo ameleta zawadi duniani na nyinyi ni familia ya Wema Sepetu.
hata kabla mjaenda kumuona mtoto mmeshaachana tayari? Nitaenda mwenyewe, kwani si ndugu zangu mimi au ndugu zake? Ndugu zangu mimi. Marafiki zako hutaki awe na mazoea nao tena baada ya kuachana? Ndio desturi yetu, kishaondoka kwa ndugu yetu mmoja na sisi hatukujui. Ndio desturi yetu. Kuna mimi au mashoga zangu wote ni watakata mguu. Kwa hiyo ukimwona rafiki yako, let's say auntie au Wema anaongea na Mlilo, utaacha urafiki naye? Sisi kuacha urafiki na kina najua hawezi. Kwanza watakutania wapi? Hawezi. Mimi ndo nikuwa katikati ile connection ya hivyo, unashemeje hivyo. Hawezi, hamna chochote cha maana yani, kikubwa tu mimi nipeta raka zangu. Kwa mwanandoa ambaye yuko kwenye ndoa sasa hivi, pengine anaogopa jamii itasemaje, anapitia magumu, au watoto wangu itakuwaje, mume wangu, una kitu gani cha kumshauri? Kama kuna kitu nakiona, unajua unajua mimi na Hussein tumedumu boyfriend girlfriend, tumekaa kama miaka 2 boyfriend girlfriend bila watoto kujua, tuko underground, na tukaja kwenye ndoa miaka 4, kwa tumekaa miaka 4 mimi na yeye. Kwa mwisho wa siku mtu ambaye kwenye ndoa, kuna wengine tu anapitia maumivu afa anashindwa tile, anaogopa watu watasemaje. Mimi na kitu kimoja bwana, mimi napumua na unapumua, wote tumekopeshwa pumzi. Siwezi nikakati mimi navumilia maumivu kukuogopa utasemaje. Yaani kama unaona vitu vimeshindikana basi, lakini kama kuna vitu ambavyo mnaweza mkakachi mkavivumilia na mkavimaliza, vimalizeni. Ndoa si kitu kibaya. Na siwezi kusabiti mimi huku ndo nishaachika tena usinge kwenye ndoa. Mimi sio mtu wa hivyo. Ndoa ni tamu, ingia mwenyewe ujionee, yakikushinda nenda. Kama kuna vitu vinatokea vikubwa ambavyo mtu sikuvumilia, nenda. So lazima. Shamsa, hii sio kiki ya movie, labda tamthilia. Siwezi, mimi nishanyonaga mimi mtu wa hivyo. Mimi nimevuka, mimi sio mtu eveti kiswili nifanyia movie yani. Mlilo mwenyewe anajitosheleza, anajitosheleza mwenyewe kipaji chake, watu wanamkubali na mashabiki zake. Na mimi pia na mashabiki zangu. Unampenda, unamsifia. Upendo bado upo. Mimi ushakunyana na mwongelea mtu kwa ubaya. Mimi siongegi mtu kwa ubaya. Yaani vimeshindikana basi, kwa sababu yani unajua vitu hivi vinaishi ndugu yangu, na sisi tuna mtoto. Kesho mtoto wangu ataniuliza, mama mbona uliongea hivi? Mbona uliongea hivi? No, hivyo. Mimi nani kikubwa tu talaka, that's it. Waambie kitu mashabiki zako tukuache ukalala. Mimi nacheza kwa mashabiki zangu, Shamsa niko very fine jamani. Niko okay, na una message nyingi, pole, tunawapenda. Najua mlitupenda, lakini kuna muda myakubali mabadiliko ya Shamsa. Mimi kama Shamsa binadamu na mabadiliko yangu, na mabadiliko yangu yalotokea sasa hivi myakubali, tuendelee pamoja. Kikubwa support tu kazi zangu, biashara zangu, madira, nunua hivyo. That's it. Mambo ya mahusiano wewe niacheni mimi. Mkisema mfuatie mahusiano yangu ya ndoa ya nini, mtachanganikiwa. Mimi ndo jinsi nilivyo. Leo nipo, kesho sipo. Kwa tuendelee tu na maisha mengine. Pole zenu nimezipata, lakini niko very strong kama unavyoniona, niko very okay. Simeniona amenikuta nalia. Niko very okay na watoto wangu tunacheka, tunacheza, maisha yanaendelea. Pole na hongera. Oh, thank you so much.